biashara yako ifanikiwe. Mambo gani unatakiwa kuzingatia ili biashara yako ifanikiwe? Kuna mambo ambayo unatakiwa uzingatie, kwa sababu sio kila anaanzisha biashara anafanikiwa, sio kila ambaye anaanza anafika mbali. Kuna mambo machache ambayo ningependa kuyasisitiza hapa. Cha kwanza, usianzishe biashara kwa kufuata mkumbo. Usianzishe biashara kwa kufuata mkumbo. Sasa siku hizi bana, vijora vinatoka. Siku hizi bana, sabuni. Hapana. Ukifuatisha mkumbo kwenye biashara utafeli. Kwa sababu, nirudie tena, kinachofanikisha biashara sio tu kwa sababu una bidhaa, sio kwa sababu tu una mtaji. Hapana, ni kwa sababu una maarifa. Kwenye kila biashara ambayo kuna mtu hataki kuisikia, anasema hii biashara sitaki kabisa kuisikia kwa sababu imenitia hasara. Kwenye biashara hiyo hiyo kuna mtu kila siku anamshukuru Mungu kwamba ndio imemtoa kwenye maisha. Si ndio? Na kwenye kila biashara ambayo mwingine anasema yani biashara inanifaa, imenisaidia sana, kuna mtu hataki kuisikia kwa sababu imemtia hasara. Tafsiri yake ni nini? Kinachofanikisha sio tu aina ya biashara, ni ujuzi wako na maarifa yako ulionayo kwenye biashara husika. Kwa hiyo usifanye biashara kwa mkumbo. Na hapa kina mama kuna huo mtindo sana. Sasa unakuta wote mnafanya biashara moja, unamuuzia nani? Yaani marafiki zako wote biashara inafanana. Sasa mteja ni nani? Unakuta tunaona vitu vinadoda, haviuziki. Kwa hiyo usifanye biashara kwa sababu watu wanasema hii ndio biashara inalipa, ndio. Hapana. Tumia vigezo ambavyo nimevifundisha kuangalia aina ya biashara inayoweza kufanikisha. Jambo la pili, unachotakiwa kuzingatia ili biashara yako ifanikiwe, pata maarifa ya msingi kuhusiana na biashara. Pata maarifa ya msingi kuhusiana na biashara. Kuna watu sisi tunafanya shughuli zetu za ushauri na nini, unakuta mtu anakuambia, "Aisee, nataka kwenda kufanya biashara." Biashara gani? Nataka kwenda kulima matikiti. Nataka kwenda kulima kitu fulani, au nataka kwenda kununua nguo Dar es Salaam, mimi naleta hapa. Unaanza kumuuliza maswali ya msingi. Mfano, ukinunua nguo moja, gharama yake ni kiasi gani? Na utakuja kuuza kwa kiasi gani? Gharama ya usafirishaji ni kiasi gani? Mfanyakazi kama yupo unamlipa kiasi gani? Kama ni duka pango, unalipa kiasi gani? Yeye anaangalia tu anasema, naenda kuchukua nguo 15,000 na kuja kuuza Mtwara 25,000. Faida 10,000. Hapana, faida sio 10,000. Gharama ya kusafirisha umeangalia? Malipo eneo unaotumia kuuza umeangalia? Hivyo vyote haviko. Pata maarifa ya msingi kuhusiana na biashara unaotaka kuifanya. Usiingie tu biashara sio kuuza tu na kununua. Kuna vitu vingi ambavyo viko kule ndani ambavyo unavihitaji. Vingine ni vya kitaalamu, unahitaji utafute ujue. Kuna watu wamepata hasara kwenye kilimo cha bustani kwa sababu alikuwa hajui muda sahihi wa kupulizia dawa. Amechelewa, wadudu wamekula. Ni maarifa ya msingi ambayo unatakiwa kuwa nayo. Jambo la tatu, jifunze kuhudumia wateja wako. Na hapa tuna udhaifu mkubwa sana. Jifunze kuhudumia wateja wako. Kuna msemo wa Kiswahili wanasema mteja ni mfalme. Mteja ni mfalme, maana yake ndio mtu ambaye unatakiwa umnyenyekee, ndio mtu ambaye anakupa pesa. Usijibu jeuri. Usiseme nimechoka bwana. Mteja unatafuta hela yake. Kwa hiyo jifunze kuhudumia vizuri. Kuna watu ukienda maeneo ya biashara mpaka unakasirika, unataka kuondoka. Kwa sababu tu wamemuudhi nyumbani, akifika pale amekukasirikia na wewe mteja. Unamsemea habari nzuri, ameangalia pembeni huko. Sasa huyo mtu atarudi tena hapo? Huko eneo la biashara ya chakula, mteja anakuja, "Una chakula gani? Kwani unataka kipi?" Mwingine kila swali lazima umuulize, "Una chakula gani?" Anakuambia ugali au wali. Anataka umuulize tena, "Mboga gani?" "Una juisi?" "Nayo." Anataka umuulize tena, "Juisi gani?" Hapana. Jifunze kuhudumia wateja vizuri. Kwa taarifa yako, watu wengi sana wanaenda au wananunua vitu kwa watu ambao wanawahudumia vizuri hata bila kwanza kujali ubora wa wanachouziwa. Cha kwanza inakuwa ni kuhudumiwa vizuri. Ndio maana mtu anaweza akatoka Vigaeni akaenda Shangani
au akaenda Chuno au akaenda Magomeni, anaenda kununua bidhaa au kupata huduma mahali ambapo anahudumiwa vizuri, anakaribishwa vizuri, anajibiwa vizuri. Ukiwa unahudumia vizuri wateja wako, ni rahisi sana kuwatunza. Ndio maana unaona hata makampuni makubwa yanahangaika kuwahudumia wateja. Kwa mnaotumia mitandao ya simu hapa, Tigo, Sivoda, kuna watu umeshapata message za kuwatakia heri ya siku ya kuzaliwa, si ndio? Wewe jiulize, kampuni inakaa kule, imechukua tarehe yako, imeweka kwenye utaratibu wake. Ikifika siku ya kuzaliwa na kutumia ujumbe. Bibi Asha, tunakupongeza sana kwenye siku yako ya kuzaliwa. Mwenyezi Mungu sio wanakupenda, wanataka hela yako. Wanakubembeleza mteja. Kuna watu wamjao kupigiwa simu hapa na makampuni ya simu yanakuuliza, tunakupigia, je, kuna tatizo lolote ambalo lipo? Tunataka tuboreshe huduma zetu, kuna kitu chochote ambacho pengine hakiendi vizuri. Wanabembeleza kwa sababu wanataka fedha. Sasa wewe kwenye biashara yako umenuna, hudumii wateja vizuri, unawajibu vibaya, kwa nini usipoteze biashara? Kujifunze kuhudumia wateja vizuri. Jambo la 3, la 4 ambao tunataka kuliangalia, kuzingatia biashara yako, fanya kwa ubora bila kujali ukubwa au udogo wa biashara yako. Fanya kwa ubora. Usidharau ukasema eti mimi kwa sababu restaurant yangu hii, mgawa wangu meza ni moja tu, ngoja nilipue. Hapana, huwezi kujua unamhudumia nani na atapeleka taarifa wapi. Hudumia au fanya biashara yako kwa ubora. Tengeneza nidhamu. Kama umesema unafungua saa 2 fungua. Fanya kwa bidii ukijua kwamba hicho unachokifanya kesho na kesho kutwa kinaweza kikawa kikubwa. Ngoja niwaambie kina mama zangu, Mungu anapotaka kukubariki anakupa mbegu kwanza. Ukiitunza vizuri ile mbegu ndio inakuwa baadaye. Kwa hiyo sifikiri eti utapata tu hela nyingi kwa wakati mmoja. Namna unavyotunza kidogo ulichonacho ndio inakuza kikubwa ambacho unakitafuta. Na ukikidharau kidogo ulichonacho